Kwa kipindi hiki maambukizi ya virusi vya ukimwi katika halmashauri yetu inazidi kupungua ukilinganisha idadi ya watu waliogundulika na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi kwa kipindi cha miaka miwili mfululizo. Kwa mfano, katika mwaka 2024-2025 jumla ya watu 45,152 walipimwa, na katika hao ni watu 169 waligundulika kuwa na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Hii ni sawasawa na asilimia 0.37. Lakini kuanzia kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026 jumla ya watu 57,647 walipimwa, na katika hao ni watu 98 waligundulika kuwa na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Hii ni sawasawa na asilimia 0.17. Kwa hivyo ukilinganisha idadi hiyo tunapata punguzo la asilimia 0.2 la maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Kuna mambo matatu ambayo tunayashauri katika kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tunatumia formula moja tunasema ni ABC. A inasimama kwa maana ya kwamba ni kuacha kabisa kujihusisha na vitendo vya ngono, lakini kwa yule ambaye anashindwa kujizuia tunashauri atumie option B, kwa maana kwamba anatakiwa baki na mpenzi mmoja. Lakini ikitokea mtu ameshindwa kubaki na mpenzi mmoja, tunamshauri aweze kutumia kondom ili aweze kujikinga yeye pamoja na watu wengine ambao anashiriki nao katika tendo la ndoa. Asante. Katika mafanikio ambayo halmashauri yetu imeweza kuyapata, mojawapo ni kupunguza kasi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kama nilivyosema hapo awali, kwanza mwitikio wa watu kujitokeza kupima umekuwa ni mkubwa ukilinganisha na kipindi cha nyuma. Lakini pia idadi ya wanaopatikana na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi imepungua, na hii ndio imetupa kuwa na punguzo la maambukizi la 0.2% ukilinganisha na miaka miwili nyuma iliyopita. Hadi sasa tuna jumla ya vituo 45 vinavyotoa huduma ya upimaji, lakini tuna vituo 17 vinavyotoa huduma ya tiba na matunzo. Lakini pamoja na hivyo, watu wengi wameweza kupata elimu juu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ni watu wengi wanajitokeza wenyewe kwenda kupima, lakini wale wanaogundulika kuwa na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi wanaanza kutumia dawa, na lengo letu tunatumia formula inayoitwa 95-95-95-3, kwa maana kwamba asilimia 95 ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wanatakiwa wajue hali zao, lakini asilimia 95 ya pili wanatakiwa watumie dawa, lakini pia asilimia 95 ya tatu wanaotumia dawa wanatakiwa wafubaze makali ya virusi vya ukimwi, kwa sababu lengo la kutumia dawa ya kufubaza makali ya virusi vya ukimwi ni kuhakikisha kwamba mtu anabaki na afya yake na virusi vya ukimwi viweze kufubaa, visiendelee kuongezeka katika mwili wake. Ili kuweza kufikia lengo la taifa letu kufikia asilimia 0 ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi ifikapo mwaka 2030, kwa mwaka huu tunao kauli mbiu inayosema imarisha mwitikio, tokomeza ukimwi.